بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله جل وعلا، nakumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ikiwa ni Lailatul Ahad, usiku wa kuamkia Jumapili, tunaendelea na darasa hii ya ahkamul maqabir fi al-Islam, hukumu ya makaburi katika Uislamu. Na ni bahthi muhimu sana, research muhimu sana kwa Muislamu kuyajua haya ambayo tunayasoma. Katika darasa iliyopita aligusia masala ya al-qabru fil masajid, kaburi kuwa msikitini, kadhalika kharij al-masjid, pia nje ya msikiti, tukaelezea hukumu yake na kweli jambo ni haramu watu kuzikana katika misikiti au pembezoni mwa misikiti. Pia tukasema haifai msikiti huo ambao una makaburi kuswali ndani ya msikiti huo. Thania, jambo la pili katika mambo haya kwa kielezea katika karatasi 23 sini hapo aliposema anna fi dafni almayyit fi almasjid mukhalafatan liman bana wa waqafa almasjid. Jambo la pili, hakika kuzikana au kuwazika maiti katika msikiti ni jambo ambalo lenye kwenda kinyume na yale maksudio ya yule ambaye aliyejenga, liman bana, kwa yule aliyejenga msikiti huo, wa waqafa almasjid, na msikiti akautoa kwa ajili ya wakfu, min ajlihi, kwa ajili ya kutoa wakfu msikiti huo, fafihi mukhalafatun, ndani yake itakuwa kuna mukhalafa, jambo la kwenda kinyume, li sharti alwaqifi, kwa sharti ya yule ambaye mwenye kutoa wakfu. Yeye ametoa wakfu kwa ajili ya Allah, sasa kwa nini mnateka kaburi ndani yake? Huyu alwaqif alladhi ambaye yeye ayyana, ameainisha aljihata, upande, lighairi dhalika, usiokuwa huo upande wa kuwa ametoa msikiti kwa ajili ya Allah. Sasa wewe ukitia kaburi itakuwa umeshauondosha ule upande ambao yeye ameukusudia. Wayulhaqu bil masajid, kadhalika inaunganishwa hapo hapo na misikiti, fi tahrimi ad-dafn fiha, katika jambo la kuharamisha kuzikana katika mambo hayo katika hiyo misikiti. Kadhalika inaunganishwa hapo hapo almadarisu, hizi madrasa, vyuo wanaita Swahili, wasairul amakin, na sehemu nyinginezo, yakunu fiha, ambazo ndani yake sehemu hizo kuna tajammuatun amma, kuna mikusanyiko ya amma ya ujumla, kwa sehemu ambazo kuna mikusanyiko ya watu, madarisi, vyuo hivi kufundishana Qur'an, haifai kadhalika kuzika katika sehemu hizo. Lianna ad-dafna hunaka, kwa sababu hakika kuzikana sehemu kama hizo, au yuqsadu bihi ta'dhimu al-madfun, itakuwa ndani yake inakusudiwa kumwadhimisha yule al-madfun aliyezikwa katika sehemu hiyo. Ndio maana hiyo ni illa na ni sehemu za mkusanyiko. Sasa madrasa, ukimzika mtu watu watamwona ni nani? Ni muadham, huyu ni mtu mtukufu. Baada ya kusoma Qur'an watu watafanya nini? Wanaabudu kaburi. Na hivyo ndio inatokea katika madarisi nyingi ambazo mashekhi wameziwa katika madarisi kama hizo, wanaenda kuyaabudu makaburi. Wa hadha la shakka, na jambo hili hakuna shaka, wasilatun ila ibadatihi, itakuwa ni wasila, ni njia katika kumwabudu huyu aliyezikwa hapo,
wattaqarrubi ilayhi, na itakuwa watu wanajikurubisha kwa kufanya ibada katika sehemu kama hizo. Wa min thamma, na kadhalika huko kutakuwa kuna al-ishrak ma'a Allah ghayrahu, kuna kumshirikisha Allah yeye na mwingine asiyekuwa Allah. Ukiunganisha na hilo wa min thamma, manake hunaka, ukiunganisha na hilo au jambo hilo, itakuwa kuna al-ishrak, kadhalika kuna kumshirikisha ma'a Allah ghayrahu, Allah pamoja na asiyekuwa Allah. Wa ma'a dhalik, na pamoja na hilo, min mukhalafati sunnati an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kuna kukhalifu na kwenda kinyume na sunna ya bwana mtume alayhi salatu wassalam, wal muslimin, na sunna ya wale waislamu min ba'dihi, waliokuja baada ya mtume alayhi salatu wassalam, min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'i tabi'in wal a'immati al-huda, wote hawa hawakufanya mambo haya. Kisha akasema natakallamu aidan, vile vile tunazungumza fi baadhi al-masail, na baadhi ya masail al-mutaalliqati bil-mayt bil-maqbur, tunazungumza na masail mengine vile vile al-mutaalliqa, yaliyofungamana bil-mayt, na maiti, bil-maqbur, yule ambaye amezikwa katika makaburi. Pia tutazungumzia masala haya. Maiti ambaye ameshaziwa yuko katika kaburi, kwanza kabisa kabru shahid, tutazungumzia kuhusiana na kaburi la shahidi ambaye amefariki katika nini, fi ma'rakati, katika ma'raka, mapigano. Dhakara fuqaha al-madhahib al-arba'a, wametaja wanachuoni wa madhhabi zote nne, wanachuoni wa fikhi, anna sunnata, kuwa hakika ya sunna, fi an yudfanu, wazikwe, fi masari'ihim, katika nini, zile sehemu zao ambazo wamefariki. Masari' ni ile sehemu ambao aliofariki yule shahidi, inaitwa masari', zile masari' zao, manake ai haithu qutilu fiha, sehemu ambazo wamefia hapo katika vita, kwa wazikwe pale pale. Wa makani mautihim, na sehemu ambayo waliofariki katika sehemu hiyo mauti yao yalipowafika. Wala yunqaluna ila makanin akhar, wala wasichukuliwe kupelekwa katika sehemu nyingine isiyokuwa ile ambao waliofariki sehemu ile. Wastadallu bihadithi Jabir ibn Abdullah, na wanachuoni hawa wametolea dalili kunako na hadithi ya Jabir ibn Abdullah, qala, amesema kunna hamalna alqatla, tulikuwa sisi tumewabeba wale waliofariki, alqatla jamu ya qatil, yule aliyeuawa, alqatla wale wingi waliokufa, yauma Uhud, katika vita au siku ya vita vya Uhud. Linadfinahum, kwa ajili tuwazike wao, kwa ajili tuwazike wao huko majumbani kwetu, maana tuwachukua tukawazike sehemu nyingine, tuwaondosha pale katika Uhud tuwapeleke Madina tukawazike. Fajaa munadi nabii sallallahu alaihi wasallam, basi tahamaki akaja yule mwenye kunadi ambaye ametumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, anadi aseme. Faqala, basi akasema, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ya'murukum, anakuamrisheni nyinyi waislamu masahaba, an tadfinul qatla, muazike wale waliofariki, fi madaji'ihim, katika ile sehemu yao ambao wamelala pale wamefariki. Faradadnahum, tukawarejesha basi, kutokana na tangazo hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa tayari wameshachukua wale wafu waliofariki katika waislamu, katika masahaba radhiyallahu anhum, waenda kuwazika katika mji wa Madina. Mtume alayhi salatu wasalam akaamrisha warejeshwe. Falhadithu dhahir, hadithi kwa wazi, falhadithu dhahiru dilalati, hadithi kwa wazi katika udhahiri wake wa kutolea dalili na hoja, ala anna ash-shahida, kwa hakika ya kwamba shahidi, yudfanu fi masari'ihi, anazikwa katika sehemu yake aliyofariki, wa mahalli qatlihi, na ile sehemu aliyouawa. Wala yunqalu ila makanin akhar,
wala hagurishwi na kuchukuliwa kupelekwa sehemu nyingine, illa idha wajada waliyul amri maslahatan, isipokuwa atakapopata yule waliyul amri, kiongozi wa dola nchi, maslahatan, kuna maslahi kwa huyu aondoshwe hapa akazikwe sehemu nyingine, au fi dhalik, au katika jambo hilo akagundua dafa mafsadati, akagundua yule waliyul amri kuwa kuna kuzuia dafa, kuna kuzuia mafsada, maharibifu, nikifanya hivi nitazuia maharibu fulani, fahadha basi hakika ya jambo hili min ikhtisasihi, ni katika umaalumu wake ambao yeye anaruhusiwa kufanya hivyo waliyul amri. Akasema huyu asizikwe hapa, huenda pengine kwa maslahi, kwa akizikwa hapa huenda watu wakaja kufanya nini, wakaja kumwabudu na vitu kama hivyo. Kwa ina maana wanazikwa wale mashahidi shuhada sehemu gani? Sehemu ile aliyofariki pale. Mas'alatu quburi almuslimin, masala mengine, masala ya makaburi ya Waislamu fi biladi al-kuffar, katika miji ya makafiri. Idha mata almuslimu fi biladi al-kuffar, pili atakapofariki muislamu katika miji ya makafiri, fa innahu yajibu ala waliyihi, kwa hakika ya hali na shani ilivyo inaajibika kwa yule walii wake anemsimamia, au man alima bihi min almuslimin, au yule ambaye atakayejua na kufahamu kuhusiana na yeye katika Uislamu akajua kuwa amefariki, basi lilo la wajibu kwa watu hao, walii au muislamu wenzake alifahamu amefariki katika miji ya kikafiri, ayunqalahu an biladi al-kuffar, agurishwe, achukuliwe, atolewe katika miji ya makafiri, ila biladi al-muslimin, apelekwe katika miji ya Waislamu, hatta yudfana fi biladi al-islam, mpaka azikwe maiti huyo katika miji ya Kiislamu. Kwa mtu akifariki katika miji ya kikafiri mnaojua nyie hii ya kimagharibi na miji mingine, atakiwa agurishwe, atolewe, azikwe katika miji ya Waislamu. Wa warada dhalik inda kathirin min ahli al-ilm, na limekuja jambo hilo kwa wingi katika wanawachuoni, fi kutubi al-fiqh, katika vitabu vya fiqh. Qalu aidan, wakasema tena vile vile wanachuoni, la yajuzu, haifai, an yudfana almuslimu, kuzikwa muislamu, baina dhaharanai alkuffar, dhaharanai alkuffar. Manake neno hili dhaharanai aya anakusudia ai fi wasatihim au bainahum, kuzikwa katikati ya makafiri au baina ya makafiri, huko katika miji ya makafiri, haifai jambo hili. Au fi maqabirihim, au akaziwa katika makaburi yao, makaburi ya makafiri, lianna fi dhalik, kwa sababu hakika jambo hilo ndani yake isaatan lilmuslimi, kuna kumkosea na kumfanyia ubaya yule muislamu wenzako kumzika katika makaburi ya makafiri au miji ya makafiri. Lianna maqabir almuslimin, kwa sababu makaburi, hakika ya makaburi ya Waislamu, fiha arrahatu, kuna ndani yake raha, wa maqabir almushrikin, na makaburi ya washirikina, fiha aladhab, ndani yake kuna adhabu. Ndio maana hapo nambari 11 chini katika hashia akasema, hakadha qala an-Nawawi rahimahullah, hivi amesema al-Imam an-Nawawi Allah mrehemu, fi al-Majmu' katika kitabu chake al-Majmu' Sharh al-Muhadhab, juzuu ya 5 karatasi ya 247. Kadhalika wa Sheikh al-Islam amesema hivi Sheikh al-Islam fi al-ikhtiyarat al-fiqhiyya, katika kitabu al-ikhtiyarat al-fiqhiyya safha ya 94. Kwa hiyo makaburi ya Waislamu kuna rahma, kuna rehema inoteremka kwa Allah, kuna raha, kuna baraka, lakini makaburi ya makafiri kuna shida na adhabu. Waqad suila ibn al-Qasim, na kwa hakika aliulizwa al-Imam ibn al-Qasim min al-Malikiyya, katika wanachuoni wa Malikiyya, madhhabi ya Malikiyya, an nasraniyatin, kuhusiana na mnasara, mkristo wa kike, wengine hata mkristo wa kike ambaye aslamat, alislimu mnasara huyo, hina mautiha, wakati karibu ya kufariki kwake akaslimu, akapiga shahada. Akaulizwa, fadufinat fi quburi nasara, baada ya kusilimu akazikwa basi katika makaburi ya manasara wa Kristo. Fadufinat, basi akazikwa fi quburi nasara, katika makaburi au maziara ya Wakristo.
Anauliza Sheikh, ni ipi hukumu yake? Faqala Ibn al-Qasim, akasema al-Imam Ibn al-Qasim, idhhabu, nendeni, fambushuha, kamfukueni mnasara huyo ambaye ilikuwa asili ni mnasara kisha kaslimu. Nendeni mkamfukue mwanamke huyo. Thumma ghsiluha, kisha muogesheni tena, maana yake yani muosheni tena. Nendeni mkamfukue katika kaburi hilo, kisha muosheni tena upya. Wasallu, kwa sababu manasara haoshani, si ndivyo? Sidhani kama anaoshana. Wasallu alaiha, kisha msalieni mwanamke huyo. Illa, isipokuwa an takuna qad taghayyarat, isipokuwa ikiwa kwa hakika ameshabadilika. Tukiwa na hakika kwa huyu mwanamke muda au woyote yule, akiwa mwanamke mwanamume ameshabadilika katika kaburi lake, ameshaoza au kadha wa hivyo, ila ma dhalik, basi hapo ndo tutamwacha. Lakini tukijua kwa huyu tutamfukua, tutampata iko salama bado kilili chake, basi atafukuliwa katika makaburi ya Wakristo, atakwenda kuziwa katika makaburi ya Waislamu. Fa madhhabu al-Malikiyya, basi madhhabi ya Malikia ndani yake kuna ujubu nabshin, kuna uwajibu wa kufukua kaburi. Man dufina fi maqabir al-kuffar, kwa yule ambaye atakayezikwa katika makaburi ya makafiri. Min al-muslimin, katika Waislamu. In lam yakhf, ikiwa hakutochelewa, alayhi taghyir, kwa yeye mtu huyo hajabadilika, ikiwa hakutochelewa kwa hajaharibika. Wa hadha an-naql wat-tahwil, hii an-naql, kumgurisha maiti, kumtoa katika miji ya kikafiri kuleta katika miji ya Uislamu. Wat-tahwil, na kumbadilisha, maana yake kwenda kumfukua katika kaburi la Kristo kumpeleka katika makaburi ya Uislamu. Liqabri al-muslim, katika kaburi la Uislamu. Ila biladi al-Islam, kumpeleka katika miji ya Uislamu. Hili linakuwa kwa qaid, kidhibiti, au dhabit, kidhibiti, hasba al-istitaa, kiasi cha uwezo, ay qadri al-istitaa, taqa, uwezo. Kama tuna uwezo kufanya hivyo, kumgurisha Muislamu kutoka katika miji ya makafiri, basi tumtoweni. Kumfukua katika makaburi ya makafiri, tumfukueni, lakini kwa sharti ya nini? Kuna taa, kuna uwezo. Kama hatuna uwezo, basi fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnavyoweza. Amma in ta'adhara, ama ikiwa kuna udhur, naqluhu, kumgurisha, kumtoa katika miji hiyo au kumtoa katika kaburi hilo, fayudfanu fi biladi al-kuffar, basi atazikwa katika hiyo miji ya makafiri, lakini kwa sharti fi ghairi maqabirihi, si katika makaburi yao. Na hili lazima uelewe, ikiwa haiwezekani kumkwenda kumchukua katika hiyo miji ya kikafiri, basi atazikwa huko huko, lakini bisharti, kwa sharti azikwe sehemu nyingine, mahali pengine ambapo hakuna nini, hakuna makaburi ya makafiri. Idha wujidat maqabirun lilmuslimin, pindi lakini yakipatikana makaburi ya Uislamu, yudfanu fiha, atazikwa katika makaburi hayo. Ona haya mambo, ikiwa hakuna makaburi ya Uislamu atazikwa huko huko, lakini ikiwa hatumwezi kumgurisha, atazikwa pembeni ambapo si makaburi ya makafiri. Manake utafuta ardhi, na ardhi kule nasikia ukinunua ile ardhi kidogo tu kama mita kadhaa tu kwa ajili ya kuzika, basi iweza ambua hata sijui milioni 100 dola sijui ngapi. Na hicho kikaburi, nasikia kikaburi chembamba, utazikwa. Kwani uliambiwa uende katika miji ya makafiri, si ubakie kwenu? Lakini yakipatikana makaburi ya Waislamu, atakwenda kuzikwa kama huko huko katika hiyo miji ya kikafiri, makaburi ya Waislamu. Sawa? Aina, barakallahu fikum. Aya maisha. Mas'alatun aidan, mas'ala mengine vile vile, laha alaqatun bil qubur, ambayo yana mafungamano na makaburi. Yapi? Qabrul kuffari, makaburi ya makafiri. Makaburi ya makafiri fi maqabiri almuslimin, ambayo katika makaburi ya Waislamu. Vipi jambo hili linakuwaje? Ittafaqa alfuqaha, wamekubaliana, ani ijma', ajma' alfuqaha, kwa maana yake amrun mujma'u alayhi, wamekubaliana wanachuoni wa fiqh, wanachuoni maulama, ala annahu la
kuwa hakika ya kwamba juu ya msimamo ambao la an yudfana alkafiru, asizikwe kafiri fi maqabir almuslimin, katika makaburi ya Waislamu asizikwe kafiri. Qalu, wakasema inna qubur alkuffari, kwa hakika makaburi ya makafiri, mahallu aladhabi walghadab, ni sehemu, ni mahali ya adhabu na ghadhabu za Allah zinateremka sehemu hizo. Kwa ukafiri wowote asizikwe katika makaburi ya nani? Ya Waislamu. Fala takunu hiya, yasiwe makaburi hayo ya makafiri, wa mahallu rahma, yakiwekwa katika sehemu ya rehema ambayo ni makaburi ya Waislamu, fi mawdhi'in wahid, yakawa katika sehemu moja. Imeleka kwa hazikwi kafiri katika makaburi ya Waislamu, lima yulhaqu almuslimin bidhalika min ad-darar, kwa sababu yale ambayo yatakayowapata Waislamu katika jambo hilo, kuwazika makafiri katika makaburi ya Waislamu, min ad-darar, kutokana na madhara tukiyopata. Kwa sababu ukimzika kafiri katika makaburi ya Waislamu, ghadhabu za Allah, makta ya Allah, adhabu zake zinateremka pale, kwa ushawatia shida Waislamu pale. Wastadallu bihadithi Bashir ibn al-Khasasiyah, na wanachuoni wakatolea dalili kwa msimamo huu hadithi ya Bashir ibn al-Khasasiyah. Al-Khasasiyah, jina hili wasema wanachuoni shurrahu al-hadith, maana yake ilikuwa ni ummuhu, ni mama yake akiitwa hivyo al-Khasasiyah, au wanasema ihda jaddatihi, ilikuwa ni mmoja wa nani? Nyanya zake, bibi zake. Na wasmu abihi, na jina la baba yake kwa kiitwa Ma'bad, baba yake akiitwa Ma'bad. Huko Kiswahili tunaitana vipi? Mabadi, lakini Kiarabu Ma'bad, kwa sababu katika watu ambao tuharibu majina ni sisi. Mtu Ali, Juma, Juma, na mengine kama hayo. Feruzi, Musa, Isa, Muhammadi. Kwanza haifai kuitana Muhammadi, kwanza haram. Nani alikwambia? Nani akamwambia? Na huku wanachuoni wote, ana hadithi imekuja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa majina bora ni nani? Ma'ubida wa ma humida, japokuwa imedhoofishwa, lakini kuna hadithi nyingine imekuja kwa majina mazuri ni ya al-anbiya war rusul, majina ya manabii na mitume. Na kadhalika madhhabi ya Shafia wanaona jina la Muhammad ni katika majina mazuri ya kupewa mtoto. Amelitaja ile Imam Bajuri katika sharhi yake. Lakini kwa Kiswahili usimwite Muhammad, haifai, haram. Nani alikwambia? Mwita Muhamedi. Hapana, Muhammad. Sasa ndio huyo jina la baba yake inaitwa Ma'bad, si ile la hivi Maabadi. Haya.